Karibu tena kwenye MK Story TV, na hii ikiwa ni sehemu ya 4. Tunaendelea pale tulipo tumeishia katika sehemu ya 3. Basi baada ya Kevin kumpigia Juma simu usiku na kumwambia kuwa ana jambo muhimu kuhusu Amina, basi mshikaji Juma alicheka huku akiwaza, maana hakujua Kevin alikuwa anapanga nini, lakini aliamua kwenda kwenye mkutano huo. Alitaka kujua ukweli. Basi asubuhi iliyofuata Juma alienda kwenye mgahawa mdogo ambao Kevin alikuwa amemchagulia. Basi Kevin alikuwa ameketi tayari. Alipotazamana na Juma, alitabasamu kwa dharau. Akamwambia mshikaji, karibu Juma. Basi Juma akaketi, akamuuliza, oya, unataka nini? Basi Kevin akavuta pumzi akamwambia, nimekuita kwa sababu nataka kukusaidia. Juma akashangaa, akamwambia, kunisaidia? Basi mshikaji Kevin akajibu, ndio. Kevin akaweka bahasha mezani. Ndani yake kulikuwa na fedha nyingi. Juma akabaki akiangalia, akamuuliza, oya, hizi ni za nini? Basi Kevin akajibu, akamwambia, chukua pesa hizi, ondoka kwenye maisha ya Amina na usimtafute tena. Basi Juma alihisi damu ikichemka. Hakutegemea jambo hilo. Basi akamwangalia Kevin moja kwa moja, akamwambia, oya, unadhani mapenzi yanauzwa? Basi mshikaji Kevin akacheka kishenzi, akamwambia, kila mtu ana bei yake. Basi Juma akasimama, akamwambia, oya, nisikilize mwanangu, mimi sina oya. Kisha akaondoka zake mshikaji. Basi Kevin akabaki amekasirika. Hakuzoea kukataliwa. Wakati huo Amina alikuwa kazini kwenye kampuni ya baba yake. Basi mzee Salum alimpa kazi nyingi makusudi ili asiwe na muda wa kumfikiria Juma. Lakini kila dakika moyo wa Amina, moyo wake ulikuwa kwa Juma. Basi jioni hiyo Amina alipata nafasi ya kutumia simu yake kwa siri. Akamtumia Juma ujumbe, akamwambia, uko wapi Juma? Basi Juma akajibu haraka, niko poa. Akamwambia tena, uko salama Juma? Basi mshikaji tena akajibu haraka tena, ndio. Nimekosa kukuona. Amina akatabasamu. Kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi alihisi furaha. Lakini Kevin alikuwa amepanga jambo kubwa zaidi. Aligundua kuwa mama yake Juma alikuwa mgonjwa. Basi hapo ndipo alipoona nafasi ya kumwangamiza. Basi siku iliyofuata Kevin aliwatuma watu wake kumfuatilia Juma.
walipata taarifa zote kuhusu hospitali iliyokuwa akimpeleka mama yake. Basi Kevin akatabasamu. Jamaa akasema safari hii hataweza kunikwepa. Basi jioni Juma aliporudi hospitalini alikuta bili imeongezeka. Daktari alimuita pembeni akamwambia, mama yako anahitaji matibabu zaidi, lazima upate pesa haraka. Basi Juma akahuzunika, hakujua afanye nini. Sio poa, ni kuna wakati ukiwa una pesa afu mjeo mapenzi afu mtu anaenda kukomoa tu, yani shikaji na vitali ngumu kishenzi yani. Basi wakati huo Amina alikuwa nyumbani, alimsikia baba yake na Kevin wakizungumza. Hakutakiwa kusikiliza, lakini alisikiliza jina la Juma. Akasimama karibu na mlango. Basi ndipo akasikia Kevin akisema, huyo kijana akibaki karibu na Amina atajuta. Amina akashtuka. Basi alihisi kuna jambo baya linaandaliwa. Basi usiku huo alimtumia Juma ujumbe, akamwambia, hey baby, tafadhali kuwa makini, nahisi Kevin ana mpango mbaya. Basi Juma akasoma ujumbe huo haraka na mara moja, na akawa mshikaji anarudia mara kadhaa, lakini mshikaji hakujua hatari ilikuwa karibu kiasi gani. Basi siku 2 baadaye Juma alipigiwa simu na mtu asiyejulikana, akamwambia, tunajua unahitaji pesa za matibabu ya mama yako. Juma akashangaa, akamuuliza, wewe ni nani? Basi huyo jamaa akamwambia, njoo kesho kwenye gala la zamani utapata msaada. Simu ikakatwa. Unajua kuna wakati kwenye maisha mtu anakuja kukutesa na kukunyima uhuru au kukandamiza pale kwenye shida yako. So basi Juma anapitia maisha magumu mshikaji, afu Kevin anamkomoa mshikaji. Basi simu ikakatwa. Juma akabaki na maswali mengi. Basi mshikaji unajua ana shida. Basi kesho yake mshikaji alifika kwenye ghala hilo, lakini alipofungua mlango alishtuka. Ndani walikuwa Kevin na watu wake. Basi mshikaji Kevin akatabasamu, akamwambia, karibu Juma. Basi moyo wa Juma ukaanza kudunda kwa nguvu. Alijua alikuwa ameangukia mtegoni. Basi kufikia hapa, ndugu msikilizaji, ndio mwisho wa part 4. Lakini nataka nikuache na hii. Wewe unafikiria Kevin anataka kufanya nini kwa Juma? Je, Juma ataweza kutoka kwenye mtego huo? Je, Amina atagundua kilichotokea? Basi kama una lolote lile, jaribu kuacha kwenye upande wa comment.
Lakini pia nikukumbushe tu, usikose part 5 ya simulizi ya binti wa tajiri aliyempenda maskini kwenye channel yako hii ipendwa MK Story TV. Basi ndugu msikilizaji wangu, wewe jaribu comment chochote kile, andika tu hata part 5 kwenye maoni hapo, na kama umependa simulizi basi usisahau kulike, comment, hata kuishare tu. Pia nichukua nafasi hii ndugu msikilizaji wangu kutaka radhi. Sio kawaida yangu kuchelewa kutoa story namna hii, na zaidi ya wiki sija kuachilia. Kiko ni matatizo madogo dogo tu ya kiafya, lakini sasa hivi inshallah naendelea vizuri. Sasa tutakuwa ni mwendelezo wa siku zetu vile vile, siku nne tunaachia, maisha yanaendelea. Basi mimi nikushukuru kwa kunisikiliza, niseme asante. Kufikia hapa sina la ziada ya bwana, nakuomba tu usaidie kusubscribe, hata kulike tu, comment chochote na kushare ndugu yangu. Basi ndiye kuletea simulizi hii, langu jina ni MK, lakini mwandaaji wa simulizi hii akiwa dada yetu Agi. Na kufikia hapa sisi hatuna la ziada. Sikuagi, lakini nikwambie tu tukutane katika sehemu ya 5.